Ripoti za kisayansi zinaeleza kwamba tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume hivi sasa limekuwa ni kubwa na limekithiri kiasi wanaume wengi wamekuwa wakitafuta namna gani wanaweza wakaitatua changamoto hiyo bila kutumia gharama kubwa. Lakini sasa timu ya wanasayansi mbalimbali kutoka duniani kote wamekuwa wakiendelea kufanya utafiti na kutoa matokeo ya tafiti ambazo wamekuwa wakizifanya. Miongoni mwa matokeo ambayo wameyatoa ni utafiti kuhusiana na tiba ya matunda, hasa matunda kama chakula. Matunda mbalimbali yamekuwa yakionekana yana sehemu nzuri ya kusaidia kutibu tatizo la nguvu za kiume, lakini tikiti maji linatajwa kuwa ndio tunda ambalo kwa wepesi zaidi linaweza kumfanya mwanadamu akarudisha uwezo wake, hasa mwanaume uwezo wake wa kuwa mwanaume kama ambavyo inazungumzwa hivi sasa. Tikiti maji si tunda ambalo limekuwa limezoeleka kawaida kama tunda tu, bali limekuwa likiwavutia sana wanasayansi duniani kutokana na uwezo wake wa kusaidia afya ya nguvu za kiume. Siri iko kwenye citrulline, asidi amino ambayo inapatikana kwa wingi hasa kwenye ganda jeupe la tikiti maji. Mwilini citrulline hubadilishwa kuwa arginine ambayo hutumika kuzalisha nitric oxide. Nitric oxide yenyewe hufanya kazi ya kupanua mishipa ya damu na kuongeza mtiririko wa damu. Kwa wanaume hili ni jambo la msingi kwa sababu uume husimama pale mishipa inapopanuka na kujaa damu. Kwa hivyo mchakato mzima hufanyika ni kwamba citrulline inapoingia mwilini kupitia tikiti maji hugeuzwa kuwa arginine ambayo pia na yenyewe humeng'enywa kuwa nitric oxide. Ikishabadilisha hivyo, maana yake hii inasaidia kuongezeka kwa mtiririko wa damu na kuboresha uwezo wa uume kusimama. Sasa miongoni mwa matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika katika baadhi ya vyuo mbalimbali vikubwa duniani ni hizi hapa nimekuandalia na kukuorodheshea chuo kimoja baada ya kingine. Ushahidi kutoka chuo cha Texas A&M University Marekani pale mwaka 2007 hadi 2008 unaonyesha kwamba watafiti kutoka Texas A&M University Department of Horticultural Sciences walifanya utafiti wa kimaabara na kuchapisha taarifa mwaka 2007 na 8 ambapo waligundua kuwa tikiti maji lina kiwango kikubwa cha citrulline hasa kwenye ganda lake. Matokeo yalionyesha kwamba ulaji wa juisi ya tikiti maji uliongeza viwango vya citrulline na arginine kwenye damu. Walihitimisha kwamba mchakato huu unaweza kuchangia katika kuongeza nitric oxide na hivyo kusaidia mtiririko wa damu na afya ya nguvu za kiume. Lakini pia Dr. Giuseppe Cromio na wenzake kutoka University of Foggia Department ya Urology waliendesha jaribio dogo la kliniki mwaka 2011. Washiriki walikuwa ni wanaume 24 wenye tatizo dogo la erectile dysfunction. Walipatiwa citrulline gramu 1.5 kwa siku kwa mwezi mmoja. Sasa matokeo yalionyesha kwamba 57% ya washiriki waliripoti ongezeko la erection hardness score, uimara wa kusimama kwa uume. Lakini pia kulikuwa na kuridhika zaidi kwenye maisha ya tendo, yani wakati walipokuwa kishiriki tendo walikuwa naridhika na hakukuwa na madhara makubwa ambayo yaliripotiwa. Hata hivyo matokeo yalikuwa madogo sana ukilinganisha na dawa za kawaida kama vile Viagra, lakini yalionyesha uwezekano wa tikiti maji na citrulline kuwa msaada wa kiasili. Utafiti mwingine kutoka chuo cha University of Naples Federico wa pili walifanya utafiti wa kitabibu kuhusu citrulline na arginine kwenye wagonjwa wenye matatizo ya mishipa ya damu, yani vascular dysfunction. Walitumia supplement ya citrulline na kufuatilia mtiririko wa damu kwa kutumia ultrasound ya mishipa. Matokeo yalionyesha kuongezeka kwa vasodilation na kuimarika kwa endothelium function, jambo ambalo linahusiana moja kwa moja na uwezo wa kusimama kwa uume. Lakini utafiti mwingine kutoka chuo cha Wageningen University pale nchini Uholanzi ulionyesha timu ya wanasayansi kutoka chuo cha Wageningen University and Research Netherlands walifanya meta-analysis, yani uchambuzi wa tafiti nyingi ambazo walichunguza tafiti zote zilizokuwa zimewahi kufanywa kuhusu ulaji wa tikiti maji na virutubisho vya citrulline. Matokeo ya uchambuzi yalionyesha kuwa matumizi ya muda mrefu ya citrulline huongeza kasi ya mishipa ya damu na bioavailability ya nitric oxide. Hii inamaanisha kwamba tikiti maji lina mchango katika afya ya moyo na mishipa na kwa hivyo linaweza kusaidia nguvu za kiume. Utafiti mwingine unatokea chuo cha Federal University of Vicosa nchini Brazil ambapo huu ulifanyika mwaka 2022. Watafiti kutoka Federal University of Vicosa nchini Brazil
walifanya mapitio, yani review ya tafiti zote ambazo zilihusisha tikiti maji. Waligundua kuwa mbali na citrulline, tikiti maji lina lycopene, beta carotene na vitamin C ambavyo vyote hivi vinasaidia kupunguza oxidative stress na kuimarisha afya ya mishipa. Walihitimisha kuwa mchanganyiko wa virutubisho hivi unafanya tikiti maji kuwa tunda lenye msaada mkubwa kwa afya ya uzazi, hasa kwa upande wa kiume. Lakini pia utafiti kutoka chuo cha Ehime University pale Japan mwaka 2015 nasema wanasayansi wa Ehime University nchini Japani walifanya utafiti wa kimaabara kwa wanyama, waliwapa citrulline supplements na kufuatilia mtiririko wa damu kwenye mishipa. Matokeo yalionyesha kuwa citrulline iliongeza relaxation ya mishipa ya damu na kuboresha circulation. Hii imethibitisha zaidi uhusiano kati ya citrulline na nitric oxide. Chuo cha mwisho ambacho ni University of Tsukuba ambacho kipo nchini Japani, utafiti wao ulifanyika mwaka 2010. Watafiti kutoka chuo hicho cha Tsukuba walichunguza citrulline kwa wanariadha. Walibaini kuwa ulaji wa citrulline ulipunguza uchovu wa misuli na shinikizo la damu baada ya mazoezi makali. Hii inamaanisha kwamba citrulline ina uwezo wa kusaidia circulation kwa ujumla na ina faida ambayo inaweza pia kutafsiriwa kwenye afya ya uzazi wa kiume. Na tafiti kutoka sehemu mbalimbali duniani kuanzia Texas University pale Marekani mwaka 2007, University of Georgia, lakini pia Wageningen University pale Uholanzi, Federal University of Ikosa nchini Brazili, lakini pia chuo kama Ehime na Tsukuba vya nchini Japani, zote zimeonyesha mtazamo mmoja. Tikiti maji lina citrulline ambayo hubadilika na kuwa arginine na kisha kuzalisha nitric oxide ambayo inaongeza mtiririko wa damu. Uboreshaji huu wa mzunguko wa damu una mchango katika afya ya mishipa ya moyo na uwezo wa nguvu za kiume. Hata hivyo, tafiti hizi pia zinaonyesha kuwa kiasi cha citrulline kwenye kipande cha tikiti maji hakilingani na virutubisho vya citrulline safi. Kwa hivyo, tikiti maji ni msaada wa asili na salama, lakini si mbadala wa tiba maalum kwa wanaume wenye matatizo makubwa ya nguvu za kiume. Kwa maisha yenye afya safi na uzazi bora wa kiume, tikiti maji linaweza kuwa sehemu ya msaada na sehemu ya lishe bora, likiungwa mkono na mazoezi, usingizi wa kutosha na mtindo wa maisha usiokuwa na hatari. Huo ndio utafiti wa wanasayansi kuhusiana na tikiti maji, namna ambavyo limekuwa likiwasaidia wanaume. It's your boy King Kali, mnyama mkali, na hivi ndivyo ambavyo huwa nafanya. Hii ni A Digital.